maelezo kwamba eneo lililozidi lirudi kwenye serikali ya kijiji. Oldonyo Media, habari karibu nawe. Mimi naomba niwahakikisheni nitaendelea kulinda mali na ardhi yenu kwa ajili ya vizazi vilivyopo na vijavyo, kwa sababu naamini kubwa ardhi hii ndio mali pekee ambayo nyinyi wana kijiji ndio haki ambayo mnaweza kuwapatia maendeleo. La tatu, nilishasema mapema, hakikisheni mnavutia wawekezaji. Eneo lenu liko jirani, huku ni ziwa, huku juu ni national park, huku ni national park. Yaani hii mko katikati ya pesa. Fanyeni hivyo kusudi msaidie Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kuongeza idadi ya watalii kulala kwenye kijiji yenu. Mtu yeyote awe ni kiongozi amechaguliwa juzi jana, mkiona ameanza kugeuka anataka kuuza maeneo ya nini, msikae kimya, pigeni kelele, sababu katika uwekezaji pia kuna percent ambayo itakuwa ije kijijini. Tumieni huu ushauri, mtakuja kunishukuru. Baada ya kuzungumza maneno haya, sasa nitamke wazi kwamba kikao hiki ambacho nilikuja kusikiliza kero tumekimaliza kwa maelezo kwamba eneo lililozidi lirudi kwenye serikali ya kijiji. Bwana Thomas Samuel ambaye ni mtendaji wa kijiji cha Mswakini Juu hajahusika na ugawaji wa ardhi hiyo kwa wauzaji kwa dhumuni la kujinufaisha, bali wauzaji walipata ardhi hiyo kwa mgawanyo wa mwaka 98 kama ambavyo tumefafanua hapo mwanzo, na wengine kwa kununua. Namba F, Bwana Thomas Samuel ambaye ni mtendaji wa kijiji cha Mswakini Juu amekiri kuwa alishuhudia mikataba ya mauziano ya ardhi hiyo, ikiwa ni kutekeleza takwa la mkataba wa mnunuaji kutaka kuthibitishiwa na serikali ya kijiji kuwa wauzaji ni wamiliki halali wa ardhi hiyo. Na eneo linalotambuka sasa, mimi sehemu ambayo tumegawa 10 na yafahamu eneo ambalo limetengwa kwa sababu ya jamii na ifahamu, na ndio sababu WMA ikapatikana na maeneo ya mifugo yakapatikana. Eneo lililopatikana katika vijiji hivi vyote viwili ni eneo ambalo naamini kwamba liko kusini mashariki mwa kijiji hiki cha Mswakini Juu. Sasa nikawa nashangaa kama kuna hoja iliyokuja mezani baada ya sisi kuwa tumeweka vibao kwenye eneo la malisho, mbona haijaturudia? Tukaona na sisi kwamba pengine ikawa ni shida. Kwa hiyo niombe mimi atakayethibitisha kwamba nyaraka sio halali sio mimi, kuna taratibu. Na hata mtendaji alipoondoka hapa niliwaomba sana pale kwamba tumwache mtendaji tushughulikie hili tatizo wakati yupo, ili kama kuna mtu wa kumhoji tumpate mtu wa kufanyaje. Ikawa ni shida, nikaona kwamba akiendelea kubaki atahatarisha maisha yake. Kwa hiyo mkuu, hasa na wewe umekuja, mimi nimekaa pembeni, kama kuna sehemu nimekanyaga bahati mbaya tutanyosha tu. Kwa hivyo kwa asilimia kubwa ya wale wauzaji leo wako hangini na wamekwenda kwa fedha zangu. Waliniuzia, nikaleta ndani ya halmashauri ya kijiji au wakati ule. Nikawaambia nidhibitishieni hawa watu kama ile ardhi ni yako. Nikadhibitishiwa. Oldonyo Media, habari karibu nawe.